Tell your neighbor, there is power in your testimony. Ambia jirani yako kuna nguvu kwa ushuhuda. In every testimony, Katika kila ushuhuda kuna nguvu. So if you sit down with a testimony which the Lord has done for you, you are simply telling him, I am not grateful for what you have done. Ukikaa chini kwa ushuhuda ambao Mungu amekufanyia, kumaanisha kwamba hakuna kitu amekufanyia. In other words, it's like you're saying, Lord, there is nothing you have done for me. Kwa njia nyingine kama kusema kwamba Mungu hakuna kitu umenitendea. But when you tell people of what the Lord has done, lakini ukiambia watu kile Mungu amefanya, keep distance with your mind. If you tell people of what the Lord has done, ukiambia watu kile Mungu amefanya, you are simply telling him, Lord, thank you for what you have done. Unasema Mungu asante kwa kile ambacho umetenda. And remember what the leader of Thanksgiving prayer told us. Nakumbuka kila yule ambaye msimamizi wa maombi ya shukrani ametuambia. She said, whatever thing you give thanks of shall always appreciate in your life. Anasema kwamba chochote ambacho unashukuru kitashukuriwa katika maisha yako. If you thank God for healing, wakati unashukuru Mungu kwa uponyaji, he raises a level of that healing. Anainua kiwango cha uponyaji huo. If you testify to people of what the Lord has done, ukishuhudia kwa watu kile Mungu ametenda, God raises a level in what he has done. Mungu anainua kiwango kwa kile ambacho ametenda. Our anchor scripture is Psalms 56 and verse number 5. Zaburi 56 mstari wa 5. Psalms 56 and verse number 5. Zaburi 56 lango wa 5. I'll be moving slowly so that all of us can be there and read together. Naenda pole pole ili kila mtu akue mahali pale. Psalms 56 and verse number 5. Zaburi 56 mstari wa 5. If you're there, please confirm with a faithful amen. Amen. Kama uko pale. Can you read your Bible? 1, 2, 3, go. Every day they send Hallelujah. Come and witness God's exploits. Is that what your Bible says? Psalm 56 and verse number 5. Let's read 1, 2, 3, go. every day they Every day there is something that the Lord does in your life. Kila siku kuna kitu Mungu anatenda maishani mwako. You may say things have not gone the way I expected. Unaweza vitu havijaenda kwa matarajio yako. But at least there is something that God has done. Lakini kuna kitu ambacho Mungu amekitenda. The Bible says many are the thoughts in the heart of a man. Biblia inasema kwamba mengi ni mawazo katika moyo wa binadamu. But it is only the will and the purpose of God that shall prevail. Lakini kusudi la Mungu ambalo litashinda. I didn't want to go hungry the whole week. Sihitaji kuenda njaa wiki nzima. But one day in a week, God allowed me to go hungry. Lakini siku moja kwa wiki Mungu ananiruhusu niende njaa. So things didn't happen the way I expected. Vitu havikuenda kwa matarajio yangu. But at least he has given me life. Lakini ananipa uhai. I didn't have food. Sikuwa na chakula, but I was alive. Lakini nilikuwa mzima. There are people who have died and left food in their storehouses. Kuna watu wamekufa na wakaacha chakula kwa ghala zao. There are people who have passed on and left a lot of money in their pockets. Kuna watu wamekufa na wakaacha pesa nyingi kwa akaunti zao. So at least God has given you life. Ni Mungu amekupa uzima. So telling people of the goodness the Lord has done. Kuambia watu kwa makubwa ambayo Mungu ametenda. In other words, is appreciating God. Kwa njia nyingine ni kushukuru Mungu kwa uhai. Let's turn to Psalm 46 and verse number 8. Zaburi 46 mstari wa 8. Psalm 46 verse number 8. Zaburi 46 mstari wa 8. If you other once again, shout hallelujah. Sema hallelujah. Read your Bible again. 1, 2, 3, go. Come and see the works of the Lord. Njooni mtazame matendo ya Bwana. Who brings devastation on earth? Yes. Who brings? Yule ambaye analeta devastation on earth. In other words, who does shocking things on the earth? Ambaye anafanya mambo ya maajabu kwetu. Come and see. Kujeni mshuhudie the works
of the Lord, matendo ya Mungu, who does shocking things on the earth. ambaye anafanya maajabu katika dunia. So a testimony is seeing what the Lord has done. Ushuhuda ni kutazama yale Mungu ametenda. Turn to your neighbor and tell your neighbor, when you testify, tell us what the Lord has done. Ambia jirani yako wakati unaitoa ushuhuda, tuambie kile Mungu ametenda. Testimony time is not storytelling time. Ushuhuda si wakati wa kupeana story. Tell your neighbor it's not storytelling time. Ambia mwenzako si wakati wa kupeana story. Testimony time is not storytelling time. Si wakati wa kutoa hadithi. Amen. Hallelujah. Hadithi njoo peleka kwako jioni kwa nyumba na watoto yako. When you come here to testify, tell us what the Lord has done. Ukikuja hapa kushuhudia, tuambie kila Mungu ametenda. Hallelujah. We are not interested in stories. Hatuko hapa kwa sababu ya hadithi. We are interested in the power of God. Tunahitaji nguvu ya Mungu. Has He done it? Ametenda. Tell us what He has done. Tuambie kila ametenda. Not telling us how you went to the toilet. Usituambie jinsi ambavyo ulienda msalani. You urinated. Ukakojoa. The urine looked like it was blue. Mkojo ulikuwa unaonekana kama blue. Then you came back to the house. Alafu ukakuja tena nyumba yako. Then you went to the toilet the second time. Tena ukaenda chooni wakati wa pili. Then the third time. Wakati wa tatu. Ukakunywa maji mrefu ngumu. That one doesn't help us. Hii haikusaidii. What has the Lord done? Nini Mungu ametenda? I was sick. Nilikuwa mgonjwa. I prayed. Nikaomba. I am okay. Niko sawa. I was sick. Nilikuwa mgonjwa. I went to hospital. Nilienda hospitali. I was treated. Nilitibiwa. Bless the Lord who healed me. Shukuru Mungu kwa sababu ameniponya. That is the testimony. Hiyo ni ushuhuda. Testimony time is not storytelling time. Ushuhuda si wakati wa hadithi. Listen to me clearly. Nisikize vizuri. I don't want to hear stories on this altar again. Kusikiza hadithi kwa madhabahu haya tena. If you have no testimony, sit down. Kama ule ushuhuda, kaa chini. God will do it for you. Mungu atakutendea. After He has done it, Jinsi ambavyo ametenda. come and tell us. Kuja tuambie. Ushuhuda si wakati wa kuokoa jahazi. Ati wamesema it is testimony time, ni wakati wa ushuhuda, na maana umeangalia hakuna mtu ameamuka, sasa unaokoa jahazi. Kama hauna cha kutuambia, sit down. Hautuokolei sisi wakati, hautuokolei sisi ushuhuda. Ni matendo ya Mungu. If He has not done it, it's up to Him. Kama yatenda inamhusu yeye. It's up to Him. Inamhusu yeye. We have believed. Tumeamini. If He did do it, Kama kutenda, it is up to Him. ni kuhusu yeye tu. So usikuja kutuokolea sisi hapa wakati ama jahazi. Glory be to God. Testimony time is not a self-made story time. Wakati wa ushuhuda si wakati Story made. si wakati wa kutoa hadithi. It's not a story that you make for yourself. Si wakati wa hadithi ambao unajitengenezea mwenyewe. So that at least you can encourage someone. Ili kwamba uweze kuhimiza mtu. Testimony time is telling people what the Lord has done. Wakati wa ushuhuda ni kuambia watu kile Mungu ametenda. Now listen to me again. Nisikize kwa makini tena. Testimony time is not announcement time. Wakati wa ushuhuda si wakati wa matangazo. If you have any announcement, Kama una tangazo, tell my son Henry, he will record the announcement. ambia Henry atanakili matangazo. If we must announce it, we will. Kama ni lazima tutangaze, tutatangaza. If it is not important, we will not. Kama si muhimu, tutatangaza. So don't come here in the name of Bwana asifiwe. Usikuja hapo kwa jina la Bwana asifiwe. Pia mimi niko na ushuhuda. Ijumaa karibu kwangu kwa ushuhuda. Wewe kwenda nje ngojea watu kwa wakaribishe kwako kwa ushirika ya Ijumaa. Amen. Testimony time is not time for announcement. Wakati wa ushuhuda si wakati wa matangazo. Please understand, don't make a mistake of bringing your announcements when it's testimony time. Elewa, usifanye makosa ya kuleta matangazo wakati wa ushuhuda. There is on our program we have announcement time. Kuna ratiba ambayo imewekwa kwa wakati wa ushuhuda. Wakati wa matangazo. Glory. Hallelujah. When it is time for testimony, it means testimony. Kama ni wakati wa ushuhuda, inamaanisha ushuhuda. And testimony is the works of God. Ushuhuda ni matendo ya Mungu. Testimony is the doing of the Lord. Ushuhuda ni matendo ya Mungu. Now what is a testimony? Ushuhuda ni Number one. pengine cha kwanza, A testimony is the Lord's doing. ushuhuda ni matendo ya Mungu.
Help me preach better. Tell your neighbor, testimony is the Lord's doing. Ambia jirani yako ushuhuda ni matendo ya Mungu. Psalm chapter number 66. Zaburi 66 verse number 16. Mstari wa 16. Psalm chapter number 66. Zaburi 66 verse number 16. Mstari wa 16. Now I want you to read your Bible. Taka usome Biblia yako. Let's go. 1, 2, 3. The way you're reading is as if you're still at home. You're in church. Kama bado ndani nyumbani uko kanisani. Read like someone who is in church. Soma kama mtu ambaye uko kanisani. Psalms chapter 66 verse number 16. Zaburi 66 mstari wa 16. 1, 2, 3, go. That is what we call a testimony. Ndio tunaita ushuhuda. Come and listen. Njooni sikieni. All who fear God. Ninyi nyote mnaomcha Mungu. And I will tell what he has done for me. Nami nitatangaza aliyonitendea roho yangu. So come and listen. Kujeni na msikize. I will tell you what he has done. Nitawaeleza kile ambacho amenitendea. Not what I think he will do. Si kwamba kile ambacho nafikiria utatenda. Come and hear what he has done for me. Kuja usikize kile amenitendea. Not what I think he will do. Si kile ambacho nawaza atatenda. If you come and tell us what you think he will do, ukija kwa kutuelezea kile ambacho nawaza atatenda, in other words, you might be simply consoling yourself. Kwa njia nyingine ni kama kujiliwaza. Yaani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi pia niko na ushuhuda. Nimekuwa sina pesa ya kulipa rent, lakini najua Mungu atanipatia pesa nilipe rent. Hiyo si ushuhuda. Hiyo ni kujitia moyo, unajitia moyo. Na kwanza kwa njia nyingine ni kama unatangaza iwapo kuna mtu ana pesa akusaidie. Haleluya. Yaani mwenye huruma aone huyu ndugu kumbe hapo hapo kwa suit na rent hajalipa akusaidie. Kama unahitaji kutangaza ya kwamba umeshindwa kulipa rent, letea kwa matangazo, watangaze waseme ndugu fulani ana changamoto, tumchangie, tutachanga ulipe nini. Lakini kama ni wakati wa ushuhuda, sema nilikosa rent last month na Mungu akasababisha muujiza nikapata pesa, my rent is clear. Amen. Hiyo ndio ushuhuda. Hapana kusema ati Bwana asifiwe, hii mwezi nimekuwa na matatizo, sijalipa rent, hata stima sijalipa, lakini huyu Mungu kwa kweli najua hata niwacha. Atanipatia pesa, nitalipa rent, nitalipa na stima. Hatutaki ukuje ujitie moyo mbele ya watu. Jitie moyo peke yako huko kwa maandiko. Jitie moyo huko kwa maandiko huko. Ukishajitia moyo Mungu akatenda kuja shuhudia, nilikosa rent nikajitia moyo katika Bwana. Nikisema Bwana atasababisha nipate. Sasa hivi ninaposhuhudia, landlord yangu nimelipa miezi 3 mbele. That's a testimony. Come and hear what the Lord has done. Leo msikize kile Mungu amenitendea. Not what I think he will do. Si kile ambacho nawaza atatenda. Not what you think. Si kile ambacho unafikiria. Because what you think might be against what he wills. Kile ambacho unafikiria ni kinyume ambacho atatenda. Maybe yes, he's allowing you to go through 3 months without paying house rent so that you can shift your trust and put your trust in him. Pengine anakuruhusu uende miezi 3 bila kulipa kodi ili uweze kumtumainia yeye. Maybe you have put your trust in your salary. Pengine umeweka tumaini yako kwa pesa zako. So he wants to take your faith from your salary to him. Anataka kukuleta ulete tumaini kwake. But then you are thinking, I just believe this month God will bring money. Na pengine unafikiria kwamba natumaini mwezi Mungu ataleta pesa. The first month will go. Mwezi wa kwanza utaenda. The second month will go. Wa pili utaenda. The third month will go. Wa tatu utapita. Still no house rent. Hakuna kodi. You will give up. Utachoka. So if it is a testimony, it is what he has done. Kama ni ushuhuda ni kile ambacho ametenda. Tell your neighbor, not what you think he will do. Angalia jirani yako, si kile ambacho unafikiria atatenda. Tell someone else that is just your thinking. Ambia mwenzako hayo ni mawazo yako tu. Now a testimony is the Lord's doing.
Ushuhuda ni matendo ya Mungu, not what you think he's going to do. si kile ambacho unafikiria anaenda kutenda. That is why David says, come and hear. Ndipo Daudi anasema njooni msikize, I will tell you what he has done. nitakuambia kile ambacho ametenda. Hallelujah. So come and testify. Kuja ushuhudie, Tell us what he has done for you. eleza kile ambacho amekutendea wewe. Let's turn to John chapter 9 and verse number 24. Yohana 9:4. A testimony is the Lord's doing. Ushuhuda ni matendo ya Mungu. At Yohana 9:40. John chapter 9 verse number 24. Yohana 9:24. If you're there, shout amen. Hapo pale sema amina. Then they summoned the man who used to be blind a second time and said to him, I'm cutting this story short. Basi mara ya pili wakamuita yule mtu aliyekuwa kipofu. Promise before God to tell the truth. We know that this man is a sinner. Wakamwambia mpe Mungu utukufu, sisi tunajua ya kuwa mtu huyu ni mwenye dhambi. Verse number 25. He replied, I do not know whether he is a sinner. I do know one thing, that although I was blind, now I can see. Basi yule mtu akajibu kwamba yeye ni mwenye dhambi, sijui. Najua neno moja, kuwa mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. Verse number 26. Then they said to him, what did he do to you? How did he cause you to see? Basi wakamwambia, alikutendea nini? Alikufumbua macho jinsi gani? Verse number 27. He answered, I told you already, and I told you already, and you didn't listen. Why do you want to hear it again? You people don't want to become his disciples too. Akawajibu, nimekwisha kuambia, wala hamkusikia. Mbona mnataka kusikia tena? Nyinyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake? The testimony is, ushuhuda ni, I know I was blind. Najua nilikuwa kipofu, but now, lakini sasa I can see. Naweza ona. I know I was poor. Najua nilikuwa maskini, but now, lakini sasa in this town, kwa mji huu, I came without shoes. Nilikuja bila viatu. I now have a suit. Lakini niko na suti. I've been paying my house rent. Nilikuwa nalipa kodi yangu. But now, lakini sasa I am in my own house on my own land. Niko kwa nyumba yangu kwa shamba langu. That is the testimony. Huo ni ushuhuda. My situation has changed. Hali yangu imebadilika. Not I think it will change. Si kwamba nafikiria itabadilika. But it has already changed. Lakini tayari ishabadilika. I have proof. Nimeshuhudia. I have proof. Nimeshuhudia. Here is my exhibit. Ushahidi wangu ndio huu. I was blind. Nilikuwa kipofu. I was not able to see. Sikuweza kuona. But I can now see. Lakini sasa naweza ona. There is a woman here. Kuna mwanamke hapa. There is a man here. Kuna mwanaume hapa. I was not able to do that before. Singeweza kutenda hiyo kabla. I don't care what you say about it. Sijali kile ambacho utasema. I told you before. Nilikuambia kabla. You didn't want to know. Haukutaka kusikiza. You had no concern. Haukuwa hata haukutaka kunisikiza. But now, lakini sasa I am well. Niko sawa. May God give you a testimony like this in the name of Jesus. Watakupa kukushuhuda kama huu katika jina la Yesu. I say may God do it for you the same way in the name of Jesus. Watakupa kutendea ushuhuda kama huu katika jina la Yesu. You too shall tell people that I was not able, but now I am able. Pia wewe utaambia watu sitawezea, lakini sasa ninawezewa. Your amen is not satisfying at all. Amen yako I said you too shall tell people I was not able, but now I am. Pia wewe utaambia watu sikuweza, lakini sasa naweza. May that be your portion in the name of Jesus. Wacha iwe sehemu yako katika jina la Yesu. Point one, we said a testimony is the Lord's doing. Kipengele cha kwanza tulisema ushuhuda ni matendo ya Mungu. Number two, what is a testimony? Kipengele cha pili, ushuhuda ni? A testimony is an act of thanksgiving. Ni sehemu ya shukrani. A testimony is an act of thanksgiving. Ushuhuda ni sehemu ya shukrani. Psalms 138 and verse number 3. Zaburi 138 mstari wa 3. Psalms 138 verse number 3. Zaburi
138 mstari wa 3. I want you to read your Bible once again. Nataka usome Biblia yako kama umefika pale. Once you are there, shout hallelujah. Ukifika pale sema haleluya. Hallelujah. Let's read. 1, 2, 3, go. On the day I called, siku ile niliyokuita, you answered me. uliniitikia, You increased strength within me. ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. On the day I called, Siku niliyokuita, you answered me. ulinijibu. That means I needed someone to attend to me. Na maanisha nilihitaji mtu kunishughulikia. But when I called on you, Like you you were- attended to me. Lakini wakati nilikuita uliniitikia. Then you increased my strength. Na ukanifariji na kuniongeza nguvu. I was weak. Nilikuwa mnyonge, I didn't have strength. sikuwa na nguvu. But you gave me strength. Lakini ukanipa nguvu. So the testimony in the scripture is, Ushuhuda ni kila kifungu kinasema. the testimony in the scripture Ushuhuda kwenye kifungu maandiko is that I was weak. ni kwamba nilikuwa mnyonge. But when I told you, Lakini wakati nilikuita, you answered me uliniitikia and you gave me strength. na ukanipa nguvu. That is the testimony. Huo ndio ushuhuda. Not I am weak, Si kwamba mimi ni mnyonge, but I just know that when I call you will answer. lakini najua kwamba nikikuita utanijibu. You may be having faith and hope in God, Unaweza kuwa na tumaini kwa Mungu, but that is not a testimony. lakini huo si ushuhuda. A testimony is not what you say in advance of what is to happen. Ushuhuda si kile ambacho unasema mwanzo ya kwamba kitatendeka. A testimony is you have a proof. Ushuhuda ni kwamba uko na ushahidi. In other words, what is a testimony? Ushuhuda nini? A testimony is a proof. Ushuhuda ni ushahidi. A testimony is a proof. Ushuhuda ni ushahidi. Glory be to God. Now, what is a testimony? Again, Ushuhuda ni nini tena? testifying is recommending God to someone else. Ushuhuda ni kuthibitishia mtu kwa Mungu kwa mtu mwingine. When you testify, you recommend God to someone else. Wakati unatoa ushuhuda unathibitishia Mungu, unathibitishia mwingine kuhusu Mungu. Now, if I am sick, Kama mimi ni mgonjwa, then I go to the doctor alafu naenda kwa daktari, and I explain my challenge to the doctor. naambia matatizo yangu daktari, And even before I finish my story, kabla sijamaliza hadithi yangu, the doctor identifies my problem. daktari anatambua matatizo yangu. Then I get satisfied by the work of the doctor. Naridhika na kazi ya daktari. If anyone talks to me about the same challenge, Kama mtu atanizungumzia matatizo hayo, I will tell the person, nitaambia mtu, I know of a doctor. najua daktari mmoja. This doctor is a good one. Huyu daktari ni mzuri. This kind of sickness, Hii aina ya ugonjwa he will finish it. atamaliza. I will be recommending the doctor to that other victim. Nitakuwa namthibitishia mtu kwa huyo daktari. A different example. A different Mfano example. mwingine, If I have a car kama nina gari and my car breaks down, na gari yangu inakwama, and I move from one garage to another garage, natoka kwa garaji moja kwa hadi nyingine, and the mechanics I engage fail to repair my car, na mekanika ambaye na imani kutengeneza gari yangu fails to repair my car, anakosa kutengeneza gari yangu, then eventually I fall on one. alafu nakutana na mmoja, Then before I explain or before he checks the engine, kabla hajaangalia ile engine, he tells me what the problem of the car is. ananiambia shida ya gari nini. If I find someone else with a car problem, Nikipata mtu mwingine ambaye ana shida ya gari, I will tell the person, nitaambia mtu, I know the mechanic. ninajua mechanic. Now when you testify, Wakati unatoa ushuhuda, you are recommending God to others. unathibitishia Mungu kwa watu wengine. This is a sickness. Huu ni ugonjwa wako. I know the healer. Ninajua uponyaji. I know the healer. Najua uponyaji. I had a bigger one than this. Nilikuwa na kubwa zaidi ya hii. Come, I will take you to someone who knows how to settle. Kuja nitakupeleka kwa mtu ambaye anajua kutengeneza mambo. This your marriage. Hii ndio ndoa yako. Mine was worse. Yangu ilikuwa mbaya zaidi.
that I know someone, lakini najua mtu who restored my marriage, ambaye alirejesha ndoa yangu. So when you come here to stand here and testify, Wakati unakuja kusimama hapa kutoa ushuhuda, your testimony must recommend God to ushuhuda others. wako lazima uthibitishe Mungu kwa watu wengine. If it doesn't, please sit down. Kama huwezi kaa chini. You know, there are people who don't give recommendations to other people from the Lord. Unajua kuna watu hawathibitishi Mungu kwa watu wengine. They simply nullify God in the lives of others. Wanakata Mungu kwa maisha ya watu wengine. Nimeamini Mungu kwa miaka 10 lakini sijapata uponyaji bado. Natumaini ya kwamba huu ni mwaka wangu. That is not a testimony. Huo si ushuhuda. You are not recommending God. In other words, you are telling people this God is not able to do it. Ni kama unaambia watu ya kwamba huyu Mungu hawezi tenda. And that is what I'm telling you. Don't try. Na ndio nakuambia usijaribu hapa. How many of you have been primary school students? Wangapi wamekuwa wanafunzi wa shule ya msingi? Now, when we go out for games, Wakati tunaenda nje michezoni, we have praise songs tuna nyimbo za kusifu which are victory songs, ambazo ni nyimbo za ushindi, and we have defeat songs. na kuna nyimbo za kushindwa. Now, one of the defeat songs says, Nyimbo moja hapa ya nyimbo za kushindwa inasema, who knows one? nani anajua moja? Wenyewe wamejileta lakini that is a defeat song to your opponent. Huo ni wimbo wa kushindwa kwa mshindani wako. Now there are people who testify like that. Kuna watu wanatoa ushuhuda kama huo. Yaani Mungu mwenyewe aliniita lakini hakuna kitu amenifanyia. Ameshindwa. So on the other hand, you're telling people for the last 7 years, Unaambia watu kwa madhabahu ya kwamba miaka 7 imepita, I have been trusting God for the fruit of the womb. nimekuwa natumainia Mungu aweze Kunipa tunda la uzazi. kunipa tunda la uzazi, Ama mtoto. but up till now, lakini hadi sasa Huyu Mungu sijui niende wapi. Ifanya. My friend, Hallelujah. you need to understand what a testimony is. lazima uwe na ufahamu wa ushuhuda nini. You need to understand what a testimony is. Lazima uelewe ushuhuda nini. The encouragement songs. Kuna nyimbo za kutia moyo, Encouragement songs. nyimbo za kutia moyo, And we used to sing them while in primary school. tulikuwa tunazimba wakati tuko shule za msingi. The mama gave me one for victory, for defeat. Mama alikuwa anatupatia moja ya kushindwa. Now, who can give me the encouragement song? Nani anaweza tupa wimbo wa kutia moyo moja? That is an encouragement song. Huo ni wimbo wa kutia moyo. Tia moto. Yaani, tia moto tuende. At least tunaweza fika mapema. But there is the possibility of dereva kutia moto na gari isifike. Isifike mahali mnaenda. Is it true? Yeah. So that is not a praise song. It's not a testimony. It's an encouragement song. Ni wimbo wa kutia moyo, si ushuhuda. So kuna ushuhuda tu ya kutia moyo, yani si ushuhuda, ni kitu cha kutia watu moyo. Atuwapendwa, msikate tamaa kwa huyu Mungu. Huyu Mungu anaweza aminika. Hiyo si ushuhuda. Tunajua anaweza aminika. Tuambie amekuwa wewe umemwamini kwa nini amekutendea? Amen. Bila amekutendea unamwamini ni nini? Sana msigive up kwake huyu Kristo. Pia wacha pasta ubiri. Waambie watu wasigive up. Wewe ukija hapa kushuhudia tuambie amekutendea nini? Haleluya. Ambia jirani yako wewe kama si pasta usihubiri. Shuhudia, wacha kuja ubiri. There is a song we used to sing. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba During our inter-schools competition, football competition. wakati wa mashindano yetu, wakati wa mpira. I was privileged to be a footballer. Nilikuwa mchezaji. We bless God because nowadays Nashukuru Mungu kwa sababu I'm doing football in the kingdom. siku hizi nacheza kandanda katika ufalme wa mbingu. Kupaa mpira kulakira murori. Kulakira murori, kulakira mwira zingani. Unatia mtu moyo
acheze mpira akijua akishamaliza hata tembea ndio alikuja. Tutaendea kwa lori. Lakini akishamaliza mpira hata akivunjika mguu, hamtibu. Mnawaachia wazazi kutibu. Hata hamtaki kujua transport ya kufika na yeye amefunga mabao mingi, mmepata kikombe mnarukaruka nayo, lakini mkishamaliza mpira hiyo lori hata iona. Hiyo marezi hata iona. That one is not a testimony. Huo si ushuhuda, ni kumtia tu moyo. Yes. Mpendo, endelea kuomba. Mimi nimeomba lakini huyu Mungu najua atanitendea. Hapana, tuambie umeomba na ametenda. Amen. Sasa ukiendelea kuomba atatutendea. Lakini kutuambia endelea kuomba hata pia mimi niko naomba, my friend, you have nothing to tell us. Hauna chochote cha kutuambia. You have no testimony. Hauna ushuhuda. Yaani uko na encouragement, unahitaji upewe muda wa encouragement kwa program. Wakupatie encouragement time, utie watu moyo. Lakini kama ni wakati wa ushuhuda, shuhudia matendo ya Mungu. Because my testimony is recommending God to others. Ushuhuda ni kudhibitishia wengine Mungu. You shall recommend God to others in the name of Jesus. Utadhibitisha Mungu kwa wengine. I say you shall recommend God to others in the mighty name of Jesus. Sema utadhibitisha Mungu kwa watu wengine. Now let's look at John chapter 4 verse number 29. Angalia Yohana 4 mstari wa 29. A testimony is recommending God to others. Ushuhuda ni kudhibitisha Mungu kwa watu wengine. Recommending God as a great solution giver to the problem that you have. Kudhibitisha Mungu ya kwamba ndio suluhu ya shida ambazo uko nazo. John chapter 4 verse number 29. Yohana 4:29. If you're there, shout hallelujah. Kama uko pale sema hallelujah. I want us to read together. 1 2 3 go. Njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haikuwa ndiye Kristo? Come see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? Njooni mtazame aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, hamkini huyu kuwa ndiye Kristo? Hallelujah. Come, njooni and see a man. Na uone mwanaume. This is what the Samaritan woman was doing. Ndio yule mwanamke wa Samaria alikuwa anafanya. She was recommending Jesus to this other. Alikuwa anamthibitisha Yesu kwa watu wengine. Recommending Jesus. Kudhibitisha Yesu. Come and see a man. Kuja muone mwanaume. Who told me everything that I did. Ambaye nieleza kila kitu nilichokitenda. She didn't tell them come and see a man whom I think he will tell you. Hakuambia kwamba kujeni muone mwanaume ambaye nadhani atawaambia. Already he has told me. Tayari ashaniambia. So come and see him who told me. Hayo njooni muone yule ambaye aliniambia. A testimony is recommending God to others. Ushuhuda ni kudhibitisha Mungu kwa wengine. As I finish. Wakati namalizia. What does a testimony do? Ushuhuda unafanya nini? What does a testimony do? Ushuhuda unafanya nini? A testimony edifies the faith of the listener. Ushuhuda unainua imani ya msikilizaji. A testimony edifies the faith of a listener. Ushuhuda unainua imani ya msikilizaji. I'll move very fast so that we close from here. John chapter 4 verse number 39. Yohana 4:39. A testimony edifies the faith of the listener. Ushuhuda unainua imani ya msikilizaji. John chapter 4 verse number 39. Yohana 4:39. I'll read. Tasoma. Now many of the Samaritans from that town believed in Jesus because of the woman's testimony, who told me, he told me everything I ever did. That's verse number 40. So when the Samaritans came to him, they asked him to stay with them, and he stayed 2 days. That's number 41. And many more believed because of his message. 41 watu wengi zaidi, read from that 39. Na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. 40. Basi wale wa Samaria walipomwendea walimsihi akae kwao, naye akakaa huko siku 2. 41.
Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. My interest lies in verse number 42. Napenda sana mstari wa 42. John chapter 4 verse number 42. Yohana 4:42. I'm reading from the Amplified Translation. And they told the woman, we no longer believe just because of what you say. For now we have heard him for ourselves and know with confident assurance that this one is truly the Savior of all the world. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe. Tena tunajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. After she had told them to come and see the man who told her everything she did. Baada ya kueleza waje wakaona mwanaume ambaye alimueleza kila kitu ambacho alitenda. They followed her to see the man. Wakamfuata kuona yule mwanaume. After they saw the man, baada ya kumuona yule mwanaume, they heard what he told them about their own issues. Wakasikia akiwaeleza yale ambayo alikuwa anatenda. They went back to the Samaritan woman and told her. Wakarudi kwa mwanamke Msamaria tena. We no longer believe just because you told us. Wakamwambia hatuamini tu kwa sababu umetuambia. But we believe because we have also seen. Tunaamini kwa sababu pia tumeshuhudia. Had she not told them, kama hajawaeleza, they couldn't have come to meet him. Hawangekuja kumkuta Yesu. Had she not recommended him to them, kama hajawathibitishia Yesu, they couldn't have heard him. Hawangemsikiliza. But because she testified and recommended him to them, lakini kwa sababu aliwashuhudia na kuwathibitishia, they followed her. Wakamfuata. So a testimony edifies the faith of the listener. Kwa hivyo ushuhuda unainua imani ya wasikilizaji. After they heard her, baada ya kumsikiza, they came. Wakaja with the faith that let's go and see truly is this man. Imani ya kusema kwamba wacha twende tukaone huyu mwanaume kweli. And because of the word that they heard from her, na kwa sababu ya neno waliyosikia kutoka kwake, their faith in the man, imani yao kwa mwanaume, it grew. Iliinuka. And they also believed that this is truly the Messiah. Na pia wakaamini kwamba kweli huyu ndiye mwokozi. So a testimony edifies the faith of the listener. Unainua imani ya msikilizaji. Lastly, as we close my last point, mwisho ninapomalizia, what does a testimony do? Ushuhuda unafanya nini? A testimony has power to overcome. Ushuhuda una nguvu ya kushinda. A testimony alone, ushuhuda pekee, overcomes the devil. Unashinda ibilisi. It's not just prayer and fasting. Si kwamba nimeanza kufunga na kuomba. It's not prayer and fasting alone. Si kuomba na kufunga tu. But a testimony can help you overcome the devil. Bali ushuhuda unaweza kusaidia kushinda shetani. A very common scripture, Revelation chapter 12, verse number 7. Ufunuo 12 verse 7. Mstari wa 7. We will read down to verse number 11. Tasoma hadi mstari wa 11. A testimony has power to overcome the devil. Ushuhuda una nguvu za kushinda shetani. Revelation chapter 12 and verse number 7. Ufunuo 12 mstari wa 7. I want you to read verse number 7. I will read verse number 8. We will read concurrent like that. Let's read verse number 7. 1, 2, 3, go. Now hold on. Simamia hapo. Begin afresh like a believer. Anza upya kama muamini. You are reading as if you are not born again. Soma kama mtu hajaokoka. Now read like a believer. Soma kama muumini. 1, 2, 3, go. Verse number 8, I'll read. But he was defeated, and there was no longer any place for them in heaven. Nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Read verse number 9. I will read verse number 10. And I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and authority of his Christ have come. For the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them day and night before our God. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu
na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Can you repeat reading that scripture? Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu mchana, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Now I want us to read verse number 11 together as a church. 1, 2, 3, go. They have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. So the Lamb not will. And they have conquered him by the blood of the Lamb. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo. Not only but by the blood of the Lamb. Na kwa neno. Not only but by the blood of the Lamb. Si kwa damu ya mwana-kondoo pekee, and by the word of their testimony. Lakini na ushuhuda wao. I will repeat. Nitarudia. And they have conquered him by the blood of the Lamb. Na wakashinda na damu ya mwana-kondoo. Not only by the blood of the Lamb, si kwa damu ya mwana-kondoo pekee, but also by the word of their testimony. Bali na neno la ushuhuda. So through the testimony, kupitia ushuhuda, they overcame the devil. Walishinda ibilisi, whose assignment was to accuse them before the Father. Ambaye kazi yake ilikuwa kuwashtaki day and night, usiku na mchana. Now they overcame it by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Walishinda kwa damu ya mwana-kondoo na neno la ushuhuda wao. You will only overcome him. Utashinda tu by the blood of the Lamb, kwa damu ya mwana-kondoo, and by the word of your testimony. Na neno la ushuhuda. What are you testifying of the Lord? Unashuhudia nini kwa Mungu? He is my doer. He has done it. Amenitendea. Like David said, jinsi Daudi alivyosema, the God that delivered me from the hands of the bear. Mungu ambaye aliniokoa kwa mikono ya ndugu. He will deliver me from the hands of these uncircumcised Philistines. Ataniokoa kwa Wafilisti hawa. These uncircumcised Philistines. Huyu Mfilisti. Asiyetahiriwa. Now the testimony is, ushuhuda ni, he rescued me from the hands of the bear. Aliniokoa kutoka mikono ya ndugu. I know he will do it again. Najua tena atatenda. So when you have a place of reference, wakati uko na mahali pa kukumbukia, you have a testimony for the future. Uko na ushuhuda mbeleni. So the testimony is he did it. Ushuhuda ni kwamba alitenda. So David is testifying of what the Lord has already done. Daudi anashuhudia kile Mungu ashatenda. He has rescued me. Ameniokoa. Tell your neighbor, please tell us what the Lord has done for you. Don't tell us what you think he will. Don't tell us how you boarded a bus. You alighted the bus and took a motorbike. You left the motorbike, you took a bike. You left the bike. Kwa sababu hakukuwa na nafasi ya njia tena ya pikipiki ama baiskeli. Sasa ukaamua tu kwenda mguu na ulikimbia, ukakimbia na nilihema, nikahema na nilichoka wapendo. Lakini nataka kuambia hata ukichoka, huyu Mungu bado anakupatia nguvu. Na nikafika huko kwa hospitali na sikupata daktari. Na nikakaa pale kwa bench nikingoja daktari na wagonjwa wengine. Kulikuwa na mgonjwa mwingine hapa. Wapendwa, hata mimi nilikuwa afadhali. Tafadhali tuambie yale Mungu atakutendea. Hizo hadithi zote wekea familia yako wapi? Nyumbani. When we come to church, we are time conscious. We have many things to do for the Lord.
Wakati tunakuja kanisani tunalinda wakati, tuna vitu vingi vya kutendea Mungu. We need enough time to worship God. Tunahitaji muda wa kumwabudu Mungu. We need enough time to hear the word of God. Tunahitaji muda kusikiza neno la Mungu. We don't need time to hear stories. Hatuhitaji muda kusikiza hadithi. Tell us directly what the Lord has done. Waambie jambo ambalo Mungu ametenda. We will be content and satisfied. Tutaridhika. It is testimony time. Ni wakati wa ushuhuda. Has someone recorded any testimony? Yes. Please, whoever is supposed to take up from there, take over from there.